Yes, bana ni aje ni gani? Upo fresh? Back to my side, nipo fresh na nipo good kabisa. Leo nimekuja mpaka kaskazini mwa jiji la Dar es Salaam. Ninapozungumzia kaskazini namaanisha Bunju. Umewahi kupasikia Bunju? By the way, Bunju ni moja kati ya maeneo maarufu sana kwa watu wanaokaa Dar, kwa sababu daradara zake nyingi zimekuwa zikipita kule maeneo ya mjini, zikipita maeneo ya wapi. Kwa hiyo Bunju ni moja ya maeneo maarufu na mimi naenda Kawe. So leo bwana tutoke zetu Bunju sokoni mpaka Kawe. Stay with me wenzetu, washikaji zangu, niwaonyeshe miundombinu na mabarabara yote ya kwenda Bunju. Niwakumbushe tu kwamba nimevalishwa na 47 store ambao wamekisha mimi navaa na kupendeza wenzetu. Bwana Abbas. Naam. Karibu tena. Asante sana bwana. Bwana, safari yetu leo ni kutoka Bunju mpaka Kawe. Ndio. Karibu tusafiri wote. Sawa bwana. Safi sana. Sasa ndio tunaanza hivi. Hapa ndio bwana tunaona mazingira yanatoka Bunju hapa. Ndio. Tunaelekea Kawe. Wanajua watu wengi wanajua sana hata ni kwa Mwamposa Kawe. Lakini wenyewe wa Kongo wa Dar es Salaam wanajua Tanganyika pele kasi pale Kawe. Ndio tunapoelekea sasa Kawe. Umewahi kudondoka nani kipande cha Bunju? Mzee baba Bunju ndio hii mzee baba kama unavyoiona. Hii yote mitaa yetu ya Bunju hii. Ndio. Tunatoka Bunju hapa sasa. Hapa mzee tunaitafuta Tegeta hapa kwa. Tunatafuta Tegeta kutoka Bunju hapa. Sasa Bunju mbona mbali hivi? Mbona mbali? Na niliuliza swali nikamwambia watu kwamba hivi Bunju ni mkoani au? Bunju ni wilaya Kinondoni. Ndio. Na wala sio mkoa, ni wilaya. Ndio. Yaani ni mkoani, inamaanisha ni mkoani nje ya Dar. Hapana, ni wilaya ya Dar. Mjini hapa Dar es Salaam. Ila iko nje kidogo. Iko nje ya mji Bunju. Yaani Bunju imepakana na Bagamoyo. Ambao Bagamoyo ni wilaya, ni mkoa wa Pwani. Mkoa wa Pwani. Bwana. Hapa tuko Bunju. Kwa hiyo kwa lugha rahisi naweza nikasema kwamba watu wa Bunju ndio ilikuwa kidogo tu wasiwe mkoa wa Dar. Wangekuwa Bagamoyo. Ingekuwa Bagamoyo. Ndio. Tunakoelekea wanaweza wakawa Bagamoyo au unaona wanaendelea kuwa bado wako Dar. Sawa kabisa. Bunju ni maarufu kwa nini? Bunju bwana, hili jina la Bunju na hii hapa zamani kwa kuna vuvi sana samaki aina ya Bunju wale, ndio maana labda ukaitwa Bunju. Hivi kuna samaki aina ya Bunju? Wako baharini anaitwa Bunju. Kama kituo kaitwa Bunju. Unajua yote hii Bunju ni pembeni mwa pwani. Bahari pale haiko mbali sana ni. Na bahari ya Hindi. Haiko mbali sana. Kwa chini upande wa kulia. Kuna sehemu tuna sehemu muda wa kushoot tutaiona hapo alishoot kipande kifani. Bwana unaona hii ndio Bunju hii. Hii hapa sasa tuko hii Bunju. Hapa ndio Bunju Center yani hapa. Bunju. Center kabisa pale. Hapa Bunju B hapa. Unapoona Bunju. Tumezi kuna Bunju A na Bunju B. Na Bunju B. Ipi inaanza kutokea mjini? Kutokea mjini inaanza A na kuja B. Kwa hiyo hii ni B. Hii ni B. A ni bado. Mbele kabisa. Sawa. Alafu kuna swali langu moja ili nataka nikuulize unipe majibu yake. Ndio. Gari zilizoandikwa B sokoni huwa zinaenda wapi? Ni Bunju sokoni. Bunju sokoni. Soko ni liko wapi sasa? Ndio pale Bunju mwisho pale tulipotoka pale. Tuanza safari. Ndio soko liko pale. Soko linakuaga mambo ya minada hii ndio maana kiita Bunju sokoni. Wangeita Bunju tu lakini. Sasa kutokana kuna visoko vidogo vidogo na Bunju sokoni. Bunju sokoni. Kirefu chake kama ni Bunju sokoni. Sokoni. Sasa ile ingeandika Bunju sokoni maneno yangekuwa ni mengi sana. Mengi sana. Maana karahisisha tu B sokoni. B sokoni. Sawa kabisa. Bwana hiyo ndo Bunju hiyo. Tunaanza sasa kuikatakata Bunju hapo. Tunaifuata A Bunju A. Ndio tunaondoka Bunju tunaimaliza Bunju hii. Hapo tunapoelekea hapo mbele hapo kwa bahari hapo tunapoelekea yote Bunju mzee baba kama unavyoiona. Kidogo bwana Dar es Salaam imeendelea. Ndio. Sisi tulokaa mjini tulivyoikuta na sasa hivi vitu vile tofauti. Maendeleo kama unavyoona. Nabii mkubwa hajacheza, si unaona baba na vile walivyotufanyia wepesi. Yaani mipango inaendelea vizuri kabisa. Na hakikisha kwamba watu wanapita sehemu sahihi. Naona kibango kimeandikwa Bunju A pale. Naona Bunju A hapa. Kwa tupo maeneo ya Bunju A. Tupo Bunju A.
Kwa mandhari hii ambayo unaiona hapa Bunju-Wayi, unaweza kufananisha na mkoa gani ambao umewahi kukaa? Kidogo mandhari hapa kama vile Lokusite Mwanza. Mwanza sehemu gani? Unajua mimi mwenyewe nimekaa Mwanza. Mitaa kama Igoma ile. Igoma? Kweli? Mazingira unayapata kwenda Nyashishi kule. Mazingira kama anavyoona. Mimi na imani watu wanaokaa nje ya joto na nani, unajua joto linasababishwa na kukatwa kwa miti. Kukatwa kwa miti ni kuwepo kwa makazi, sio? Kama vile watu wanasema Posta kuna joto sana, yani maeneo kama yenye magorofa mengi sana au yenye majengo mengi sana inaitwa ni aina gani ya settlement, vitu kama hivyo ni created, yani inakuwa imejawa na nyumba, sio scattered areas, zinakuwa ziachana, hiyo ndio linakuwepo joto. Sasa huku Bunju sijaona hiyo formation kama iliyopo kule mjini. Kwa hiyo it means huku kuna hewa sio kama bado uoto asili bado upo. Naona miti asili bado ipo. Tofauti Posta miti inaitafuta ya asili. Mingi ya kupandikiza. Umewahi kula embe mjini? Mjini bwana, embe shakula, ila maembe menyewe ndio ya mjini na kupandikizwa kwenye nyumba ya mtu. Ndio kuna maembe. Labda maembe sana mengi unaweza kupata huku Bunju. Huku Bunju bado miembe hivyo. Paka kwenda Bagamoyo kuna miembe mingi sana, lakini kwa mjini miembe ni michache. Kuna namna fulani kama watu wa Bunju wanafanya biashara pia ya matunda sasa, si? Wana enjoy sana. Na pia hapo tunapoelekea hapo mbele hapo. Tukitoka hiyo Bunju hii hapo tutapoelekea Boko Magengeni, kuna sehemu sana pembeni huko watu wanalima matikiti ya kisasa. Matikiti pia yanalimwa da? Wanalima da ya kisasa. Ila so makubwa kama yanavyofanyika mkoani. Ni makubwa kabisa yanapatikana. Sababu Dar es Salaam hapa watu wamewekeza, kuna watu na greenhouse mzee. Hapa Dar es Salaam watu wamefunga greenhouse. Mtu ana eka moja eka mbili ya greenhouse. Ile iko nje kidogo. Kwa hiyo vitu vinapatikana ni vikubwa, tangu nakuta kubwa, embe kubwa. Watu wana kilimo cha kisasa tofauti tushozoea vilimo vya kizamani vile. Mpaka tusubirie mvua Mwenyezi Mungu. Watu washatoka kilimo hicho. Hamna mtu ongea ukweli bwana. Kati ya kilimo cha kisasa na kilimo hiki cha kizamani ambacho mnakitaja kuwa cha kizamani, ila ni naweza tukasema kilimo cha asilia, sio? Ndio. Kipi ni sahihi ambacho wanakiona kiko fresh? Cha kisasa hichi kinaokoa sana, kwa sababu kuna baadhi mvua zinaweza zikakata. Sasa unafikiri mvua zikikata watu watapata vipi vyakula, matunda? Lakini hichi kilimo cha kisasa kimesaidia greenhouse. Kimesaidia kivipi? Maana yale ni madawa tayari artificial yameshatengenezwa. Hapana, hata kuna madawa hapana. Wale walichokifanya kwa sababu hicho kilimo chenyewe hiyo greenhouse imetengenezwa kama mfano kama neti. Kwa hiyo atoki mdudu kwenda kushambulia mazao. Tofauti na vilimo vyetu vya shamba, unakuta mdudu anatoka anaingia shambani anakula. Kwa hiyo unakuta ulikuwa upate membe 10 unapata membe 7. Lakini greenhouse ulikuwa upate membe 10 unapata 10 kweli. Kwa kinachoongezeka ni nini? Yaani kwa sababu pale wamelima kisasa. Kwa hiyo hata tunda lolote alifati labda kuliwa na mdudu unafanyaje? Yaani watu wanalijali. Wameweka nini, dawa zile? Kuna dawa za kumwagilia. Hizo dawa ndio watu wanasema kwamba kama vile yaani unajua vitu vya wazungu vina zile materials nini, chemical na nini. Hapana. Ina tofauti yake na watu wa zamani walioishi. Ndio maana watu wanasema kwamba watu wa zamani waliishi miaka mingi kwa sababu ya kutokula vitu vya kisasa, mafuta na nini. Inaweza kwa sababu? Hapana. Mbona kuna watu huko Ulaya wanaishi miaka mingi na wanakula vitu vya makemiko tu? Kutokana na Tanzania wengi kwanza hatufanyi mazoezi, wengi wa vivu. Ukipita Dar es Salaam hapa kuna watu wana vitambi hadi kina mama. Hawana mazoezi. Wanaishi miaka mingi. Kuna watu huko Ulaya wana miaka mingi na wanakula makemiko, mbona anaishi wao? Kwa ufupi pia kilimo cha kisasa ni kizuri. Kiko bomba kabisa. Kiko bomba. Kizuri kabisa. Sawa kabisa. Ndio kinachofanyika tunapoelekea Boko Bunju. Tunapoelekea sasa Magengeni Boko. Magengeni Boko. Hapa unapoona hapa hichi kilimo tunachokipanda hichi. Kilimo tukishuka tu tunasogea Boko Magengeni. Umewahi kuishi huku? Huku nilikuwa napita tu, ila mimi nishaishi Tegeta. Huku umepita mwaka gani? Mara ya mwisho kupita? Juzi kati tumetoka Bagamoyo nilipita. Sawa. Na hii barabara tunayoitumia inaitwa Bagamoyo Road. Sawa kabisa. Tumewahi tumia before, unajua? Kuja Tegeta. Tulipita. Kwa leo tutakatia sehemu fulani
Hatutaimaliza yote kama hiyo. Tutaimalizia, tutakatia pale kunaitwa bondeni pale. Unaona udongo wa huku na udongo wa huku ni tofauti. Hii ni nini? Sielewa kiasilia. Huku kuna udongo mwekundu. Huku naona udongo kama mweusi. Ni sehemu huku sana huku, kwa sababu udongo mwekundu huku naona upande huu. Kulikuwa zamani kuna mambo ya kuchimba mashimo. Umeona, na huku naona udongo kama badilika, kwa sababu naona watu wamepanda vitu, lakini udongo ni ule ule. Watu wamepanda vitu, kumwaga mbolea zile za hiyo miti unayoiona. Ndio maana udongo umebadilika, lakini udongo wote ni mwekundu. Kilima gani hiki baada ya kuvuka kilima? Hichi hapa kunaitwa kwa Wagogo hapa. Kwa Wagogo. Hivi Wagogo nao wameishi nani? Wameishi Dar. Si unajua watu wana hapa tu majina hapa kwa Wagogo. Lakini inawezekana hapa walikuwa zamani Wagogo wengi. Unajua Wagogo wengi walikimbia Dar es Salaam kwa sababu Wagogo wenzetu wengi omba. Julikana kama omba. Sio ulisikia yule jamaa yuko Dar es Salaam Matonya. Wameomba nini tena? Wagogo bwana wenyewe ni asili yao kuomba. Wagogo wana asili yao ya kuomba. Ndio. Unajua kama sisi Wasukuma. Wasukuma sio asili yetu. Msukuma anakamatwa anapelekwa polisi, unamwambia ndugu yangu tatizo nini? Anakuambia ndio shida. Yaani hamna tabu, na kati ana tatizo anapelekwa polisi, lakini anakuambia hamna shida. Asili ya Wagogo ni Dodoma asili yangu. Huko walikuja mwaka gani? Walikuja kufanya nini pia ilikuwa? Walikuja kutafuta maisha. Unajua miaka ya zamani kabisa. Miaka ya zamani. Sikiona kama sisi tumetoka Mwanza tumekuja Dar es Salaam kutafuta maisha. Ndio pakajichukulia umaarufu wa kwa Wagogo. Kwa Wagogo. Bado tupo eneo la kwa Wagogo hii sasa hii tunaenda sasa. Tukitoka hapa tunaelekea mitaa Magengeni. Boko. Ambapo ndio kuna njia panda ya kwenda Mbweni. Bana, mimi sijaona mwendokasi leo. Huku bwana baba mwendokasi. Project yake imeishia Tegeta. Lakini serikali nadhani mwendokasi lazima ifike hadi Bagamoyo. Kama anajenga taratibu kwa sababu ameishia hapo Tegeta. Baadaye kutoka tena ataongeza kuja huko mbele. Kuna utofauti gani kati ya Bunju ya 2026? Ndio. 2016 ulikuwa tayari Dar? Ndio. Na 2026. Ndio. Tofauti ya Bunju 2016 na Bunju 2026. Bunju sasa hivi imebadilika. Hii Bunju na zamani ni tofauti. Mimi hapa nilikuja hapa Dar es Salaam 99. Mimi nilikuwa nikitoka hapo Tegeta, hapo unapoona Tegeta kwa ndevu. Kuja huko Bunju kulikuwa hakuna lami, ni mashimo tupu. Hizo dada zenye aisi zilikuwa zinafungua mlango. Lakini sasa hivi unaona maendeleo ya lami tunakanyaga. Yule bwana ule mzee wa Msoga Mwanaino ule. Tunamshukuru sana kutuwekea mkeka huu. Nani huyo? Mwanaino Mkwele. Ndio wapi yani? Simjui. Mzee wa Msoga mjui Mkwele? Mgeni mimi. Mheshimiwa Jakaya Mlisho Kikwete. Wala basi. Imenichanganya kidogo. Mnamuita? Mwanaino wa Msoga. Mwanaino. Hivi ndio kipindi chake imejengwa chake Mwanaino. Yaani wa kweli Mwanaino yani mwanangu. Kikweli naona Mwanaino mzee wa Msoga. Imechanganya kidogo. Si Gen Z, tunajiita Gen Z. Vijana, haya mambo kidogo inabidi mtupe. Bwana, kipindi chake huyo mzee wa Msoga, sisi tuliishi. Mjomba, wewe mwache bwana. Tuliishi sana. Ndio yakatokea maendeleo kama haya. I say. Sawa kabisa. Haya pesa tupo maeneo gani? Maana naona tunaanza kuona hapo ni Boko Magengeni. Unaona hizo gari zinaingia kushoto hiyo. Hizo zinaelekea Mbweni. Mbweni ni kushuka hivi? Kushoto kwa Mbweni. Ndio. Nasikia kuna washua wengi sana. Huko Mbweni bwana kumejengeka. Sio mchezo, ila zamani huko Mbweni kulikuwa kuko vizuri, kuna mashimo, mpoli nini. Watu walikuwa na padharau, lakini sasa hivi palivyo mzee, sio mchezo. I say. Huko bwana sasa hivi hata kupata kiwanja hauwezi. Inakuwa ni hatari. Mimi ningetegemea kwa sababu umesema ile njia ya kukata kwenda Mbweni. Haya maeneo ambayo tunayapita sasa hivi pembeni, nikutane na shoppers, nikutane na plaza, lakini sioni wawekezaji. Kwa nini watu hawawekezi sana maeneo ya huko? Watu bwana bado hawajawekeza. Unajua watu wengi wanawekeza sana mji ulipoanzia kule. Lakini wanakuja kote utaona mishoppers
ya maana itakuwepo yani. Yani utaona mbona kutabadilika. Sisi tulikuja Dar es Salaam na sasa hivi palivyo vitu vile tofauti. I see. Kumbe wanakuja. Wanakuja tu. Hii yote Boko? Hiyo Boko Magengeni. Boko Magengeni. Mbona kama kuna kidaraja pale tumekipita? Tumekipita kile. Ni mto gani ule? Au mto hizo tu ni mito ya mitaani inayotoka kule na kuja na mwaga maji. Enda mpaka baharini moja kwa moja. Mpaka baharini. I see. Bana ndo unavyoiona kama unavyoiona. Hiyo tunaimaliza Boko Magengeni tunaikataza. Mdogo. Kukadiria unadhani tulishuti saa ngapi hapo? Twende sasa kwenye jiografia. Ni jiografia ni jiografia hii. Ndio. Kwa kukadiria tulishuti saa ngapi? Mida unavyoiona, simuona kidogo jua limepoa. Inaweza kuwa mida kama saa 11. Lazima uko vizuri kwenye makadirio. Bwana hii nadhani kwenye tena sio nadhani. Hii ni saa 11. Ndio. 11 11 kumbe kwa 11. Ndio. Unajua kidogo sisi tuishi kijijini. Tulikuwa tunafuata wazee wetu. Ukiliangalia jua kabisa unajua jua hili la saa 4, hili la saa 6. Yani unaangalia jua. Hiyo ndio sasa hivi watu watembea na saa mkononi. Lakini wazee wa zamani wakikwambia bwana sasa hivi saa ngapi? Na ukiangalia kwenye saa unakuta ni vile vile. Ulikuwa unatumia saa kabisa. Watu wanaangalia tu jua tayari alishajua. I see. Basi waliotumika kutengeneza saa. Hivi kuna watu pia walitengeneza muda. Ndio. Kwa sasa hivi saa ngapi? Saa ngapi? Na ni binadamu. Ni binadamu. Yaani alotengeneza muda ndio sasa na mtu alotengeneza hela. Aloaminisha yani karatasi iwe pesa watu watumie. Hayo alituua sana. Sababu wamekidhaminisha kitu kidogo tu. Na bila kuweka pesa tungekuwa napata shida sana. Kwa nini? Kwa sababu hebu jiulize swali. Siku kama ndo nao mikoa yetu kama ya Mwanza huko. Unaitoa zawadi, unadhani ukumbini siku ngejaa huyu unaita fungu la matembele. Bwana watu wa matembele wametosha, watu wa mchicha, watu wa kuku jamani wametosha, wanakuja watu wa mipunga. Kwa hiyo pesa imerahisisha kwa namna fulani kwenye shughuli. Imerahisisha sana. I see. Hayo ndo magenge yenyewe ya Boko au? Sasa ndio Boko Magenge tunaikataa sasa hivi. Hiki kisoko kama ni cha. Hivi unaona wanauza pembeni mwa barabara. Unajua ile watu lazima waweke biashara pembeni mwa barabara, magari yanapita. Unaona tuweze kupata riziki. Kweli. Watu wapo katika mapambano. I see. Naomba sana. Naomba sana mzee. Kama ingekuwa ugumu sana. Ingekuwa ugumu sana. Na pesa isingekuwepo kweli. Namna fulani. Kama sisi tulizaliwa huko mitaa huko vijijini huko. Zamani ulikuwa mkiwa mnaamu labda ya kuku, mnapelekea zenu debe la mchele. Wananywa namu ya mchele exchange. Wanawaletea kitu fulani, lakini pesa imerahisisha. Ndio maana watu nakwambia pesa kila kitu. Hata hii barabara kusingekuwa na pesa isingejengwa. Ingejengwa. Niulize kwa nini? Kwa sababu ya nini zinaitwa? Rasilimali. Rasilimali zilizopo. Ndio. Unajua tumesoma kwenye historia kwamba wazungu walikuwa wanachukua vitu kutoka Tanzania then wananywa na wale wakawapa huduma au wakachukua wakawaachia vitu. Ni kama mfano usimuona kama si labda tunataka twende huko ninapotengeneza ile Uswizi. Unapeleka oda ya pesa. Lazima tupeleke mali dhahabu. Kwa sababu utawapelekea hela gani kule? Waipokee hiyo mtengezela hapo. Hivi hela inatengenezwa nchi gani? Uswizi. Swiss. So ikihitajika kwamba pesa ya Tanzania itaji shillings. Huwa wanapeleka rasilimali kama anapeleka kama dhahabu, almasi. Ndio tutengezea hela. Kwa sababu utawapa hela gani na kati yenyewe ndio unatengeza hela. Ili wakupe hela yako utengeze hela. Lazima upeke rasilimali. Ndio swali. No sana. Tengezela sio mtu mzuri. Kumbe mchezo ulizunguka. Mchezo ulizunguka. Kuiaminisha karatasi hii kila sehemu inatumika. Sawa kabisa. Huyu wanafunzi hawa ndio wanafunzi wanarudi. Sasa ogopi hapo kugoma na gari.
Bana ni Dar es Salaam huko. Wanafunzi janja. Kwa kukadiria Kinondoni inaweza kuwa na shule za msingi za serikali ngapi? Ni nyingi sana. Nyingi sana. Elfu zinafika. Zinapita. Kinondoni. Zipo nyingi sana. Kwa sababu wilaya Kinondoni ni kubwa sana. Kubwa sana. Ni kubwa sana. Sababu imagine sisi tumesafiri kutokea huko mjini mpaka huko Bunju. Yote tunaambiwa ni Kinondoni, yote Kinondoni. Nasema napo pia imegawanywa. Sababu imegawa Kinondoni kwa kubwa sana na imegawanywa. Inaweza kuwa imeishia wapi? Kinondoni ni kubwa sana. Kwa kule ni kubwa sana kwa sababu Kinondoni ilikuwa inakuja sehemu nyingi sana, lakini unajua ilivyokuja kuanza kugawa majimbo kwa akawa na zimega wilaya kubwa anazipunguza kuongeza wilaya nyingine. Ila Kinondoni kwa upande wa huku tulikotoka inaishia Bunju. Ndio mwisho wa Kinondoni. Kwa upande wa pili kule tunakoenda ndio mpaka Kawe mpaka Magomeni ni Kinondoni. Meza Magomeni sasa hapo ndio naenda wilaya Ilala. Sasa kumbe ni noma sana. Noma sana. Sema ni kubwa sana. Hapa tupo wapi hapa? Hii sasa hii tunaitafuta hapa Tegeta hapa. Tumeanza Bonko Magengeni. Tumekuja hapa sasa mnapoona hii Nyaishozi. Ni? Nyaishozi. Ni jina la kikabila. Hii ni majina tu. Unajua watu wanaokuwa na hapa majina Nyaishozi sijajua kama alikuwa ni mtu au ni mtu aina gani. Au ni kitu. Ni kitu. Nyaishozi. Sawa kabisa. Hii barabara inaweza kuwa ya mwaka gani? Toka kipindi hicho mpaka sasa hivi? Bwana ina muda mrefu. Imejengwa 2000? 2000. Ni cha mzee Msoga kutengenezwa barabara. Mzee Msoga. Na toka kipindi imejengwa haja kubadilishwa. Tu labda sasa ndio kutoka hajabadilishwa barabara. Haiko vizuri kabisa. Umejitahidi. Unajua 2000 ni zamani, miaka 26. Sasa hivi bwana mama ndio zamani Wachaga alikuwa akitaka kwenda Moshi lazima apite Chalinze. Lakini sasa hivi Wachaga anapita Bagamoyo tu. Chalinze ni upande wa pili kule. Upande wa pili. Lakini watu wote sasa hivi wanatokea Arusha, Tanga, wote wanapita Bagamoyo kuja Tegeta. Hao wanaibuka mjini Dar es Salaam. Kwa namna nyingine mgeni ambaye anatoka mikoa ya Tanga, mikoa ya Arusha, lazima apite hii barabara. Kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Bwana Joram. Anatokea Arusha na yeye. Kwa alipita hii barabara. Alipita hiyo. I say. Hata ile mshikaji wetu wa madini.com. Mwana nilikutana naye leo anatoka Arusha na alipita hizo yetu ipishana. Alipita hii barabara. Nilipishana pale kiwango alikuwa anachukua mananasi pale. Bwana Grayson. I say kumbe mimi nilikuwa naamini kwamba kila mgeni ambaye anaingia jiji la Dar lazima afikie Mbezi stendi. Lazima tu. Hapana. Sio lazima ufike Mbezi stendi. Unaweza ukafikia hata Bagamoyo, Tegeta. Sasa hivi bwana tumeboresha ujue. Alafu ujue hata hivyo watu wa mabasi wamerahisisha, wengine wametengeza vituo vyao. Unapandia sehemu. Umeona kama sasa unakaa mitaa Kinondoni. Unaamka tu asubuhi unaenda Shakilango, unapanda basi lako, safi chapu kwa haraka. Unaondoka mkoani huko Tegeta kuna kituo labda? Vituo vipo kila sehemu. Vituo vipo vya mabasi yani wameweka sehemu kama mtu wa Tegeta, unaona hata kama labda umepanda basi ya Kilimanjaro, unaenda Moshi. Kwa hiyo unatoa oda bwana, mimi mtanikuta Tegeta. Basi ikifika hapo Tegeta basi inasimama nachukuliwa. I say umesaidia sana. Umerahisisha sana. I say. Maendeleo bwana. Sio mchezo. Kweli. Na huku hamna changamoto kabisa ya foleni. Huku hamna changamoto. Ila changamoto labda inapatikanaga mida kuanzia jioni. Wewe. Viwanja viko wazi. Sasa maisha fulani hivi unajua. Naifananisha na wilaya fulani hivi inaitwa Simiyu. Hiyo hivi.
Simiyu, mimi nimekaa Simiyu kipindi fulani. Ndio. 2010 na ngapi? 18 nadhani 10. Ndio. Hivi unaipata kabisa kwamba ni kama Simiyu. Yeah. Sababu sehemu zinafanana. Imekosekana Mibui tu. Mibui wewe. Sasa kama Dodoma. Kama Dodoma. Sema bwana Dodoma unapenye bwana kuna vumbi sana. Ndio maana waboga wanaumwa sana macho. Kisa vumbi. Pepo mwingi sana pale, vumbi. Kila wakati ni kiangazi. Pale pakavu sana pale. Aisee. Maeneo gani haya mzee? Mazee bwana, maeneo unavyoona tunakaribia Kibo hii. Kibo ni Tegeta Kibaoni. Kumbe ndio maana ya Kibo. Kibaoni Tegeta Kibaoni. Na pia Kibo waliita Kibo kwa sababu mwenye hilo jengo la Kibo mtu kutoka Moshi. Sawa. Kibo ni kitu shasikia. Jengo linaitwa Kibo. Jengo kubwa sana. Sio mtu anaonekana anatokea Moshi. Naona sasa wawekezaji walianzia hapa. Walianzia hapa kuinvest. Na unaona umeona ujenzi huo? Zamani maji yalikuwa yanasumbua, mvua ikinyesha pembeni hapa. Maji unakuta imekatiza juu ya barabara. Kwa ndio unavyoona wanapofanya mitikasi kuna daraja imechimbiwa chini kwa chini. Kwa hata maji yakija hayatojaa tena barabarani, yatakuwa na sehemu ya kutembelea. Sasa naona tumeanza kuingia mjini sasa. Kwa tafsiri kabisa. Yaani maji nimebeba mgeni, lazima nianze kusema kwamba sasa unaingia mkoa wa Dar es Salaam. Na Dar es Salaam unajua bwana haina kijiji. Dar es Salaam kote kumechangamka. Hata Mbweni kote kumechangamka. Mbweni kumechangamka na nini? Na tumeona hujaingia kuna sehemu na penyewe Uswahilini kumechangamka. Unajua hata unavyoenda Marekani. Marekani unaweza ukawa unaonyeshwa tu pale site pale, lakini hujaingia chaka. Kuna sehemu na penyewe kule kuna watu pangu pakavu wanakunywa hadi maji ya kidebe. I say kwamba Dar sehemu yote kumechangamka. I say popote ulipo yani kumechangamka Dar es Salaam. Unadhani watu wa mjini unaokaa maeneo ya Kinondoni ile ya kuanzia Mwenge kwenda hivi tukizungumzia kama Ubungo hiyo, wanakosa nini ambacho ni cha tofauti kipo huko ambako tunatoka? Huko tunapotoka labda wenzetu huko ndio Ubungo wanakosa, wenzetu upepo kama anaopata watu wa huko kingine. Unaona kitu kingine, unajua huko kidogo kuna vitu vya asili vinapatikana tofauti sana na Ubungo. Asili kama nini? Vitu vingi vinapatikana, samaki sio nini natoka so mbali na baharini hapo. Unaona wewe unafaidi sana watu huko. Mimi ni mgeni na nimekuwa toka nimekuja nimesikia kwamba huwezi kuishi Dar bila feni. Lazima uwe na feni. Kwa kuna namna fulani hivi hata watu huko waishi na feni kabisa. Watu huko waishi wengi na feni, lakini Kinondoni huko mafeni lazima yawepo. Kwa sababu nyumba zenyewe yani ukuta na ukuta umepakana, kwa hiyo dirisha lipumui. Unaona? Feni yenyewe unakuta muda mwingine anapiga ndani haitoshelezi, yani mpaka unatamani wewe na IC. Mwingine kuna joto mzee, muda mwingine tunachukua mabarafu yale tunatia kwenye ndoo ya maji ya kuoga ili mradi uoge upate kiubaridi. I say changamoto kweli. Kweli ndio jiji la Dar. Sawa kabisa. Bana Tegeta ni mbali kumbe kutokea Bunju. Ni mbali kidogo. Ila kumelatisha kwa sababu ya lami. Ingekuwa vumbi kwa maana hiyo tunge. Sio mchezo mzee. Zamani uko kutoka Bagamoyo. Nguo yako umeitia kabisa kwenye ufuko wa lailoni. Unakondoka Bagamoyo umevaa kipenzi kwa sababu mkoto utapita na poda. Yaani mpaka unafika huko umechafuka vibaya. Ukifika huko ndio unaenda tena kuoga. Unatia nguo zako chafu kwenye begi tena ndio unaulamba. Sina ngapi hiyo? 2000 hiyo. Sina 9 hiyo. Dalali watu walikuwa wanachezea sana vumbi huko. I say hiyo unavyoona ndio Tegeta Kibaoni. Na hilo jengo la kushoto unavyoona ndio inakwambia Kibo. Hili.
Hiyo ndio Tegeta. Ukiniona tu tayari umeiona. Tegeta. Hiyo ni Kibo. Sasa mimi sijajua maana Kibo ni kibosho au kibololoni. So umesema kwamba Kibo nani Tegeta kibaoni? Yaani Kibo ni neno la Chaga hilo. Inawezekana ni kibosho au kibololoni, ndio maana kaita Kibo. Makona ndio waliiga kwa maana hiyo. Kwa hiyo walikuwa wanaita Tegeta kibaoni. Zamani kulikuwa kunaitwa kibaoni. Kulikuwa kuna kibao pale mwisho. Kabla ile jengo hajaenda Kibo ile. Ndio. Kulikuwa kunaitwa kibaoni mwisho pale. Mwisho wa lami. Unatoka zako Mwenge, ukifika hapo. Ndio lami ilikuwa inaishia hapo. Unaona kuanzia hapo kuna geti unapoingilia hapo. Hapo unayoga poda sasa. Sasa umeingia kwenye poda. Sasa umeingia Kigoma. Sasa umeona bwana. I see. Hiyo ndo Kibo bwana. Stendi ya Tegeta tumeipita. Stendi ya Tegeta? Hapo Kibo hapo. Ukiingia kushoto ndio stendi kubwa sasa ile ya Tegeta kibaoni. Ile ambayo tulikuja ile siku. Siku ile. Kuna daladala pale zinatoka hapo zinaenda Mbweni. Na daladala zinatoka hapo zinaenda Mbezi, Bunju, kupitia Wazo, Goba, Mbezi. Sawa. Hii Tegeta hatukuipita ile siku Hii ndio inaitwa Tegeta? Tegeta kibaoni. Kibaoni. Inaanza kibaoni inakuja Tegeta kwa Ndevu. Kwa Ndevu. Nyuki. Nyuki ni kule sokoni kwenye stendi. Sawa. Sasa naomba sana. Siku nimefika hapa nikaona kumbe kuna dada zinatoka Tegeta Nyuki mpaka Bunju. Hebu imagine hiyo safari. Kuna ruti hapa tunaanzia hapo. Sasa hiyo ndio kibaoni, yani hapo ndio mwisho Kibaoni. Ndio kilikuwepo kibao. Umeona hizo gari zinazoingia kushoto ndio zinaenda kule Nyuki stendi. Hapo kipandisha kulia unaenda Wazo hili kiwanda cha sementi mpaka Goba, Masana mpaka Mbezi. Tupo Tegeta. Hiyo ni Tegeta hiyo. Naona kidogo sasa tulipofika Tegeta hata mabarabara yenyewe yamebadilika kabisa. Jamaa huko mwendokasi ndio hiyo. Usimuone baba mwendokasi hiyo katikati. Mwendokasi hiyo. Toka nimekuja sijasikia ajali za nani za daladala kama mkoani. Unajua ajali mkoani maajali ni mengi sana. Basi huko Dar es Salaam hamna mtu aliyopotekea kama dereva daladala. Daladala dereva ukisikia kagonga ni basi bahati mbaya. Sasa lakini madereva daladala wako makini sana Dar es Salaam. Sababu ukiendesha daladala Dar es Salaam lazima uwe makini. Unamkwepa mtembea kwa miguu, unamkwepa bodaboda, ndio unamkwepa dereva bajaji, ndio. Yaani lazima dereva awe makini sana. Dereva anisha Dar es Salaam magari sio achana naye, endesha daladala sio mchezo. Yupo makini sana. Wanaga wengine kama wame zimetoka kidogo, sio kama amechangamsha akili fulani hivi madereva. Kutokana na kazi yenyewe lazima wewe mchangamshe. Mtu unaweza kumwona miausho, kuna mtu unamkuta conductor unaweza ukavurugwa ni wapiga debe, lakini mtu ana familia na watoto ndio kutokana na nini na kazi. Au kama ushasikia ile nyimbo ile kazini chizi lakini nyumbani baba. Sisi tumetoka Mwenge kuja mpaka maeneo ya Mbezi. Kuna huyo kona na dereva. Sio hiyo siku alikuwaje? I say, yani ilikuwa ni unajua sheria ya daladala naona ni kusimama. Ndio. Kuna kukaa na kusimama. Sasa mtu nakuta amekwambia tusogea. Sasa unajua kuna ile nashukia sehemu fulani, sogea tu, ikifika kituo chako utashuka. Sasa wamesha sogeza mama mmoja huyo ndo akaanza kupiga kelele. Yaani umefika kituo chake, yaani unajua ni ile wako si vibaya, wana haraka, yaani ni kufika na bondeni hivyo. Sasa unajua washa twende, yaani unajua. Sasa unajua kwa sababu gani unakuta ile mtu yuko chapu, mtu wa daladala. Kazi ya daladala mzee sio mchezo. Kwa sababu mtu anawaza atafute hela ya tajiri, atafute hela ya kulipa sheri, atafute hela nyele zikiao. Kwa lazima uwe na changamoto. Na hasa ambapo wanapotokea daladala mwenzako yupo nyuma yako ndio unaita wachawi. Wewe mchawi katokea. Sasa mchezo hapo vyuma lazima viwake. Yaani kama kuna njia moja hiyo. Unaona kama njia ukiwa unapanda njia kutoka Gongo la Mboto kwenda Masaki au Kawe
Kawe Buza. Sio mchezo huko. Huko kwanza abiria wa kule wanakimbilia gari wanadandia kina mama. Na ukiwa na mke wako kule mitaa Buza, Gongo la Mboto kule, mke wako lazima mnulie tight. Baada ya mwezi miwili lazima tight iachie kwa sababu ukimbilia gari. Kina mama wanakimbilia gari, kina baba wakimbilia gari. Yaani balaa. Na ukiwa nyonde Dar es Salaam au gari. Kina mama huko Buza anapita hadi madirishani. Ndio maana wengi dadao nakuta wengine wanakuwa huku njia fujo, madirishani nakuta umeweka bomba ili maji mtu asipenye wapi? Kwenye gari. Kwenye gari. Sasa tatizo kama hilo linasolvaje? Na dada ziko nyingi unajua. Ziko nyingi ila sasa ndio maana serikali iliamua ndio maana imetuletea mwendo kasi. Kidogo wataokoa. Ndio. Hapo pia dada wenyewe wanazungua muda mwingine wanafunzi. Wanafunzi mmejaa. Unaona mwanafunzi mwingine anachelewa kwenda shuleni. Alafu huyo konda dada hajui kama naye ana watoto au ana nini nyumbani kashajisahau. Unaona wewe unamkataa mtoto mwenzako, unajua naye nyumbani mdogo wako anakataliwa, mjomba wako anakataliwa. Kazi na changamoto sana hizo. Na kwa dada kama hizi nini hizi? Hizi Costa. Ndio. Unaweza kuingiza bei gani kwa siku kuanzia asubuhi mpaka jioni? Hii kuanzia asubuhi. Kwa ruti ya mfano hii ruti tunaotoka hii Kawe Bunju. Kawe Bunju unaweza mpaka jioni ukaingiza labda 300,000 hapo labda na 20. Katika 320 hapo unaweza kuta katika mafuta hapa kaingia labda 200,000. Unaona bwana? Mtoe la bosi. Hesabu yake unakuta 190,000. Unakuta katika hiyo hela mlokopo nayo unaweza kuta nyinyi mmeambulia labda 30,000, 40,000. Unaona barabarani kuna changamoto. Sasa kila siku ukiingiza 40,000 si hiyo 40,000 kwa watu wawili. 20 kila siku 20 kweli. Kumbe makonda mna hela. Anapenye hela yenyewe inapatikana. Unadhani hela ya dada inakalika basi? Dada kasika. Ndeva dada anamshaleo gari. Anamsha mwezi mzima. Akae siku hizi mbele. Hana hata 100. Yaani ya dada kama chuma uleti. Kwa sababu gani? Hao madeva dadara wana nyumba zaidi 30 20. Unajua kuna mama ntilie sehemu fulani anatakiwa rushwe 5,000. Kuna kidumu kule pembeni kinataka 2,000. Umeona basi hela yenyewe umempata 20,000, yani mpaka unafika nyumbani kwako unashangaa na 2,000 na asubuhi ukakosa hela ya chai. Changamoto mzee. Ila kwa mtu ambaye yuko serious kimaisha. Mtu yuko serious kimaisha anatoka. Na unajua ili upate hela mjini hapa. Sisi wengi tunafeli. Ndio maana Wachaga wengi wanafanikiwa kimaisha kwa sababu Mchaga anatafuta pesa, hawai kuoa, kujikimbilia majukumu. Anatafuta pesa, kisha pata pesa, kisha yoweza ndo anaoa. Lakini ukishaoa tu mara kwanza ndo unaanza kutafuta maisha, kupata hela mtihani. Na usiombe kwa mwanamke Uswahili anashughulika na vikoba kausha damu. We baba, kununua jinsi mpya utasubiri. Huyo ndo bwana Abasi. Bwana tuko wapi hapa? Bwana hivi unavyotuona hapa, tunapaisha mitaa Skanska hivi. Tunaacha Tegeta hapo tunapaisha Skanska. Tegeta ndo tunatoka Tunatoka ndo mazala. Tegeta tumetoka hapo. Hiyo unavyoona Skanska tunapandisha juu hapo. Skanska. Tuliwahi kupita kipindi fulani ukatuelezea hivi. Skanska. Kuna kampuni zamani ya Skanska inashughulika na mambo ya ujenzi wa barabara. Kwa wale kaga hapa maeneo yao hapa. Kwa maana pakaitwa Skanska. Kama vile kanalilika location ile kwamba kituo kikuu. Skanska. Sawa kabisa. Hawa jamaa nao wamekosa nanili. Kile kicha kufunikia kile. Sio kituo lazima kiwe na. Sasa unajua nini? Vituo sio lazima sana kuwekea hivi vituo hivi ni vya temporary hivi. Mbona watu wenyewe unaweza kukuta wamekaa hapo sio abilia wala nini? Wamekuja kushangaa tu. Kwa barabarani. Kuna watu wa hivyo? Kuna watu hivyo Dar es Salaam. Kuna watu wakaanza kuamka asubuhi na kushangaa tu barabarani. Alionyesha kule director. Kule ndo baharini. Kule baharini. Sasa kule unapoona kule, ile yote unapoona ni Kunduchi ile. Kunduchi. Kunduchi Mtongani kule. Hayo majengo yote. Ile bondo yote ni Kunduchi hiyo. Penyewe nasikia ushuani bwana. Kunduchi bwana kuna nyumba za kishua, yani mix yani. Kama kawaida.
Hapa unakuta Mbanga milioni 60, milioni 200. Hapa unakuta kuna nyumba 700, 800 hivyo vimechanganyikana. Vimepishana. Ila tofauti na Mbezi Beach. Mbezi Beach unakutana chuma juu ya chuma. Mbezi Beach sio mchezo. Tunakoenda sasa. Baadaye. Noma kabisa. Hii bado Skanska hii. Skanska hii. Sasa naona kweli bado ujenzi. Hapo tunaitafuta sasa JKT. Bado ni imekaa ujenzi tu. Bado wanaendelea na ujenzi wa lami hapo. Lami si unajua mambo ya mwendo kasi inapita huko. Kwa baba wanazidi wanazimalizia kuzitengeneza. Si umeona hata vitu vya mwendo kasi bado havijaisha. I see. Yaani mbona baada ya miaka 5 mbele? Mbona kama Ulaya? Kwa nini sasa? Na ndio maana mimi nahisi kwa nini unajua vitu vya mwendo kasi kwa nini wameweka zege? Nahisi baadaye wanaweza kuja kufunga reli huko. Zikawa inapita train. Kwa muonekano wako. Kwa muonekano si zege imewekwa chini. Mnatandika reli tujue hapo inapita. Inawezekana ndio production yao hivyo ndio maana wanajenga zege. Zege inawezekana baadaye labda anaweza kaamua kaweka katia reli hapo katikati. Sika inapita train. Mwendo kasi itaenda wapi tena? Sasa inakatwa sklepa bwana. Kulikuwa kuna Carlos zikaondoka, zikaja UDA zikaondoka mpaka sasa hivi ni mwendo kasi. Zamani tulikuwa na hisi lakini mpaka sasa hivi kuna Costa zikaja Tata. Umeona, kwa hiyo hizi ndaje zitaondoka, hizi itakuja mwendo kasi, inawezekana ikaondoka tena magari tukao tunapanda treni. Kwa kizazi cha 2050 tutegemee kutakuwa kuna treni za umeme. Ndio maana wameweka nani zege kwenye mwendo kasi. Hii historia ulipata wapi, au tuseme kwamba ni ulisikia sehemu fulani walichowahi kufanya nchi fulani mpaka unasema hivyo? Kwa sababu nishaona ujenzi wale wanavyotengeneza na jinsi alivyoweka hiyo zege katikati alivyoboresha. Hata ukifunga reli hapo unaweza kuifunga reli hapo. I see. Hapo tunaweza kuweka reli mambo yakaendelea. Watakaa na kwa treni wanapita. Kwani reli inapita kwenye zege? Yaani reli ni kufunga tu pale. Na maana hapo juu ya zege hapo wanatandika taaluma pale, kimetika taaluma wanakuja kufunga reli juu. Treni inapita juu. Sawa. Eneo gani hapo? Hiyo bwana hapo. Hapo kunaitwa Mbuyuni. Hapo ni Mbuyuni. Kienda huko juu unaenda Madale. Uko wapi? Huko kwenda kuenda Madale, Goba huko ndani kwa ndani huko na njia inaenda hadi Madale. Ukija hapo kushoto hapo unaenda Kunduchi Beach. Kwa upande wa huko ni Kunduchi, huko Madale. Sala. Huko kueneza ndani kwa ndani ukaenda mpaka Mbezi. Mbezi. Kwa ndani kwa ndani. Hapa tunaitafuta. Hapa tunatafuta Africana. Africana ni? Africana. Ndio tunaanza sasa Mbezi. Ndio Mbezi. Mbezi Beach inaanza hapa Africana. Kwa nini zikawepo Mbezi mbili? Yaani kwa nini singekuwepo Mbezi moja? Huko Mbezi Beach huko. Kwa sababu simuona kuna kibichi kingi, uoto asili na pia kuna beach. Kuna bahari huko Mbezi Beach. Sawa, iko huko chini. Lakini Mbezi ya Kimara haina bahari. Sasa kwa nini Mbezi iwe huku? Afu Mbezi nyingine iwe huku? Ni sawa Ni sasa tu Abdalla kuitwa Dula anabadilisha. Lakini kitu kile. Kwa maeneo unamchanganya mtu unajua. Ndio maana nasema kuna Mbezi Luis na Mbezi Beach. Ile Mbezi yako inaitwa Mbezi Luis. Sina uingiano gani? Uingiano gani mpaka zote zikawa Mbezi? Sasa sijajua wenyewe waloweka mambo ya Mbezi. Ndio maana huko ikaitwa Mbezi Luis na huko Mbezi Beach. Huko kuna beach, kule Mbezi Luis hamna beach. Unajua ni mbali. Kiasi cha kwamba sasa inanipa maswali. Unajua bora ingekuwa karibu. Kwamba Kinondoni Kinondoni B. Lakini sasa hii sasa ni Mbezi Beach iko huku mbali kabisa. Lakini ukiangalia ukiwa pale mitaa ya pale Tenkibovu pale Samaki na kwenda Mbezi sio mbali, kupitia njia ya Goba ile. Kwa hiyo tuseme kwamba tukitoka pale Mbezi kupitia ile njia ya Goba kunyoka moja kwa moja mpaka Mbezi, ile yote ni Mbezi. Yote ile ni Mbezi. Kweli. Na mwingiliano kweli hapo. Sababu Mbezi huko Mbezi Beach. Kazi yako pale ukiwa pale unapokuambia kwa Samaki, kupandisha Masani ni bado huko Mbezi Beach. Unaona? Na maana ukishuka ile sasa unaenda Goba ile. Ndio shaanza kwenda wapi? Mbezi huko. Mbezi ya Kimara. Imepakana.
Haya maeneo gani? Na maeneo unavyoona hii mitaa sasa hii ni Africana. Hii labi imechoka sana. Labi imechoka sana hii. Ndio zamani. Hapana, yani hapa kuna ujenzi bado hawajamalizia. Kote Mwilami utaona mkeka wa maana tu. Bado hawajamalizia ujenzi. Kwa mgeni au kwa mtu yoyote ambaye yuko mkoani, akiona hivi na ukamwambia hapa ni Mbezi Beach, ataamini kweli? Mtu anaweza akaamini kwa sababu mtu aliyokuwa mkoani ukiona Mbezi lazima ushangae. Kweli lazima ujiulize. Tofauti, hakuna majengo kama mikoa mingine. Lazima ujue kama ni Mbezi Beach kweli. Kwa barabara. Mtu anayeangalia hii show yuko mkoani. Anaamini kweli hapa ni Mbezi Beach kwa hii barabara. Lazima amini kwa sababu utaamini kwa sababu gani? Kwa sababu unaona kuna ujenzi wa barabara. Kwa ina maana kuna ujenzi bado unaendelea kufanyika. Sasa nilitaka usamuaminishe mtu kwa kuongelea kwamba itakuwa ngumu yeye kuamini kwa sababu ya hii bwana ni Africana unavyoona, na pia hapo kuna ujenzi wa barabara unavyoona, mwendo kasi unatengenezwa barabara. Nadhani baada ya mwaka mmoja hii hapo utapasahau tena, ukipigiwa picha kuja kupangalia uweze ukapajua. Tutapita tena. I say. Ndio maana nikasema nikakuuliza hiyo swali kwa makusudi, kwa kumaanisha kwamba nitaka umsaidie mtu wa mkoani kwamba kuna tofauti ya mtu aliyeko mkoani na mtu aliyeko Dar. Mtu aliyeko Dar akipita hivi atajua kama kuna nini? Kuna ujenzi unaendelea. Ila sisi tukipita flat bila kusema chochote, itakuwa ngumu yeye kuamini kwa sababu ya nini? Hajafika bado. Kwa hiyo hawezi elewa kama Mbezi Beach inakuwa kumbe kuna ujenzi wa barabara. Ujenzi wa barabara. Ndio maana unabadilika hivi. Ndio kabisa. Zamani hapakuwa hivi. Kwa sababu ya mwendo kasi hiyo barabara ilikuwa ipo. Kwa hapa anaboresha. Kwa mtu aliyopita miaka miwili nyuma na sasa hivi akipita anapotea na pasahau. Sawa kabisa. Hii yote Africana. Hii ni Africana. Hiki ni kituo au ni mapito? Ni kituo cha pembeni hapo unapakia. Simona hapo sema kuegesha, unaegesha pembeni, unatoka barabara kubwa hapo unaegesha pembeni, unapakia abiria, unaondoka. Mpaka sasa hivi tumepita stendi ngapi? Tumepita stendi nyingi sana. So kituo stendi. Stendi yani ambapo gari zinaishia kabisa. Stendi ni moja tunapoishia. Ni ipi? Bunju na Tegeta. Stendi mbili. Humu ndani ni vituo vyote vinashusha, chuma inatembea. Unaona bana. Hii hapo sasa tunatafuta jogoo. Hii jina na yenyewe siku ya kwanza nimelisikia nilijiuliza, yani kwa nini iitwe jogoo? Wewe una nini chochote labda? Hapa si unajua hii jogoo imeungana na Intachiki. Kwa hiyo kwa nafuga kuku. Na hapa kuna kushoto kuna baa zamani kwa jogoo. Baa jogoo. Baa jogoo sasa hivi haipesha vunjo. Kwa namna unaweza kusema kwamba mwingiliano wa Intachiki. Uliwahi kutuambia pia Intachiki. Intachiki bwana anashughulika na mambo ya kuku wa kisasa. Ndio jengo lao lipo upande wa kulia hapo utaliona linapelekea. Kwa maana ukasema kuna mwingiliano baina ya jogoo na hicho kiwanda. Kiwanda hicho hapo cha pande kulia na ndio Intachiki. Kuku kwa kienyeji wa kisasa. Wa kisasa. Sawa kabisa. Intachiki hapo pande wetu kushoto hapo. Kuna hospitali sana maarufu inajulikana kama Imtu. Inaitwa Imtu. Hospitali ya Wahindi. Ndio hapo kushoto kwetu hapo naiona hiyo. Sawa, ndio hiyo. Ndio hiyo Imtu. Biashara gani au ni shughuli gani maarufu au mahususi katika eneo hili la Africana? Hii Africana? Ni biashara tu ndogo ndogo wanazofanya watu. Na pia kuna biashara kama tunavyoziona za kuuza kuku, Intachiki. Ndio. Pembeni hapo kuna mayadi ya watu wanafanya biashara zao ndogo ndogo, maongea na biashara za magari. Ndio unavyoona hapo mbele kuna kituo cha mafuta injini. Ndio biashara zilizokuwepo mitaa Mbezi Beach. Shughuli maarufu ni hizo tu, shughuli ndogo ndogo. Sawa, watu wanapataje pesa kufanya maendeleo yote au umesema kwamba nyumba za nani za Mbezi Beach ni chuma wanapataje hizo hela? Sasa hao unaona wale hapo pembeni sio wakazi wengi Mbezi Beach. Ni wakazi. Watu wanakuja kufanya biashara jioni, wanaweka meza pembeni, wanatembea zao, wanasogea mwingine kutaka Gongo la Mboto. Hizi biashara ndogo ndogo zinafanywa na watu waliachini. Mtu anaweza kuwa na Gongo la Mboto kule mbali kabisa akaja kufanya biashara huko. Biashara ndogo. Ndio anafanya mtaji wake kutokana na mazingira. Kila mtu anajua anaingiza. Kuna mtu anauza kahawa lakini anajenga nyumba kuzidi hata mtu anafanya kazi serikalini.
Kahawa tu. Kahawa sababu wenzetu wanajua kumeki. Unajua ukiweza kukaa na shilingi 100 unakaa nayo. Lakini ukishindwa kukaa na shilingi hauwezi kukaa na 100. I say. Hii ni jogoo. Hii sasa hii tuko Intachiki. 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 I say. Tunatafuta makonde. Makonde. I say. Kumbe kweli bwana. Siku pakikamilika hapa. Sio mchezo. Naona ujenzi unaendelea. Sio mchezo baba. I say. Siku pakikamilika hapa kweli jina litaendelea na Mbezi. Mbezi Beach. Mbezi Beach. Kweli kabisa I say. Wengi wanaokaa Mbezi Beach. Mboga mbaya kwao ni kuku. Shwani sana. Shwani. Maana kidogo. Majengo. I say. Hiyo Makonde hiyo. Hii ndio tumeingia Makonde. Sasa hapo mbele tunapoelekea sasa. Kipita hapa tunaacha hapo tunaelekea mitaa Goigi hapo. Mitaa Goigi. Ikinako ni kituo. Ni vituo zamani vyote vya daladala Goigi. Kutokana na ujenzi wa mabarabara vituo vingi vimevunjwa. Sababu ya kutanua barabara. Ndio. Hapo mbele ndio kuna njia panda kwenda Goba, hapo utaiona hapo mbele. Goigi tutaona njia panda kwenda Goba. Ndio ambao tumesema kwamba kuna uhusiano wa Mbezi nani? Mbezi na Mbezi Beach. Iko wapi hiyo barabara? Iko hapo mbele namna hapo. Unaona kwenye gorofa? Hapo unaona hiyo gari? Ndio inaingia hapo kulia. Huku juu hamna ya chini yake. Hapana. Ni ya juu. Ni ya juu. Goba ndo anakatia pale. Anakatia hapo. Na rafiki yangu mmoja anaitwa Joram. Anakaa pia Goba. Tunatoka naye kule, mimi ananiacha maeneo nashukia hapo nyuma hapo. Yeye anaenda nani Goba. Kumbe anakatiaga hapo. Anakatia hapo. Sawa. Sasa hivi bwana hapo tunaelekea mitaa Tanki Bovu. Ila tupo Mbezi Beach bado. Yote ni Mbezi. Hii Mbezi Beach. Makonde au wapi? Hapa Goigi hapa. Goigi. Sawa. Hapo sasa unavyoona ile Tanki Bovu yenyewe. Na sasa hapa naanza kuiona view ya Dar. Umeona sasa tulikotoka mpaka sasa hivi tuliko? Yaani sisi watu ambao tumekuja mkoani juzi tu hapa. Sasa hapa ndo tunaanza kutuambia Dar tukaelewa. Na hapa bwana kuna jengo unaloliona hilo upande wa kushoto hapo. Hiyo ndio ukisikia supermarket zilizokuwepo Dar es Salaam mara ya kwanza. Ndio iko supermarket iko inaitwa Imara Seko supermarket. Iko wapi? Hiyo upande wa kushoto gofu unaona upande wa kushoto. Hii au ile? Ile pale mbele. Ile kule? Anaitwa? Ilikuwa Imara Seko. Ndio supermarket? Supermarket. Ya msukuma mmoja wa mwanzo anaitwa Jumanne Kishimba. Ndio kwa Imara Seko. Ndio supermarket ya kwanza au? Ya kwanza kwa Dar es Salaam Imara Seko. Jamaa aliwezaje kuna nini ku maintain mpaka sasa hivi bado hivyo? Zipo, si unajua mfanya biashara yule. Wa zamani sana Kishimba, ni zamani sana ni mzee. I see. Jengo hilo la kushoto ilikuwa zamani Imara Seko hilo. Uliona hilo? Kwa zamani Imara Seko. Na mpaka sasa bado anaendelea? Sijajua sasa hivi. Sawa. Tanki Bovu hapa tunaelekea sasa bondeni. Ujenzi ni kila siku hayo. Bondeni kuna marekebisho, nimeonyesha watu kwenye nani? Kuna clip nimeonyesha watu pale. Kuna marekebisho hata tukipita wewe. Umepita huko lini? Juzi tu nilipita. Juzi kati. Ulikutana na yale marekebisho? Wanarekebisha. Bwana au Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia anafanya kazi. Umeona baba anavyofanya hivyo. Baba mkubwa anapiga kazi. Kweli. Jana na leo inakuwa tofauti. Tofauti. Ni view hapo unaiona kwa unasema hii dai. Watu wanateleza kabisa yani. Na watu wengi wanalalamika sasa kwamba si maisha magumu. Si maisha magumu. Kutokana na mambo ya ujenzi. Sababu hata ule mzee wa Msoga zamani alikuwa ajengi haraka sana kwa sababu najua nikisema nianze kujenga ujenzi wengi wa Tanzania watalia njaa kwa sababu tutatumia kodi nyingi za serikali, watu watalia njaa. Sasa Tanzania bwana sisi tunataka maendeleo. Sasa ule ndugu yetu Msukuma ndo akaanza sana maendeleo kama haya sasa.
Akaambia jamani, mtalia watu njaa tukianza kutengeza nchi. Tufanye kazi. Sasa ndio unavyoona hivi watu wanalalamika, lakini watu hela nyingi zinaingia kwenye barabara, kwenye nini, miradi kibao wanatekeleza yani. Unaona hata hapo bondeni hapo kabisa. Zamani tulikuwa tunapitia hapo. Hapo nakwambia story ya bondeni hapa, kwa zamani kulikuwa kuna barabara moja. Sasa hivi unaona mkeka ulivyomwagika huo. 4 sio mchezo mzee baba. Aise. Na kwa nini iweko hilo nani hilo likivuko hilo? Hilo. Watu. Hilo kwa sababu gari nyingi hapo zinashuka na kasi. Kwa hiyo watu inabidi wapite juu ili kuepusha ajali. Watu walishapoteza sana maisha hapo bondeni hapo. Sasa hapo ndio njia panda hapo tunaelekea Kawe. Kwa hiyo tunaachana na Bagamoyo. Tunaingia Kawe sasa. Maarufu wanajua watu kwa Mamposa, mzee wa upako. Kawe. Nakunja hapo, unaona hapo. Yauliza watu umeifahamuje Kawe? Watu kila mtu na lake. Unaona hizo frame hizo? Hizo frame zote hizo unaona hizo? Ziko jeshini. Hizo frame ni za jeshi. Wameamua kuweka frame, wanakodisha tofauti biashara, mambo yanaendelea. Uwekezaji. Sawa. Tegemea kukutana na nini hapa tunapoenda kuelekea Kawe? Huko Kawe bwana, ndio unavyoona huko, tutakutana huko watu kibao. Shazi yani Kawe unavyoona. Sikia kwa Mamposa, tunakwambia kwa Mamposa ndio huko sasa. Watu ni shazi. Watu ni mingi. Bana, kwa mtu ambaye anatazama tunaingia Kawe sasa. Si ndio? Ndio. Kawe. Kawe yenyewe haina historia kabisa. Hii watu wamerahisisha, lakini hii jina yake inaitwa Kawe Kamu. Kama Mwanza. Sasa kwa kifupi hiyo ita Kawe, lakini inaitwa Kawe Kamu. Kiuhalisia kabisa. Kawe ni Kawe Kamu. Kawe Kamu, lakini sasa kifupi tutaita Kawe. Sasa na Kariakoo kunaitwa Keriakops. Lakini vijana 2000 jezi unasikia Kariakoo. Lakini pale inaitwa Keriakops. Hapa kunaitwa Kawe Kamu. Kwa mujibu wa maelezo ambayo niliyapata nilipokuwa Mwanza, Kawe Kamu ni lugha hiyo, Kirugha hivi, lugha asilia, kwamba jiwe moja, Kawe Kamu. Kajiwe kamoja. Kwa huku akajiwe kamoja kalikuwa wapi? Inawezekana kalikuwa hapo uwanjani hapo wanaita Tanganyika gas, inawezekana kajiwe kalikuwa pale. Kawe Kamu. Tulikuwa tunaanza safari tuambia pia. Watu wa zamani mlifahamuje Kawe? Watu wa sasa hivi jenzini niwauliza Kawe mmeifahamuje? Wengi walisema Mamposa nini. Wengi wamepewa sana. Watu wa zamani mlikuwa mnaifahamu kwa? Huko kwa Tanganyika gas. Kawe. Ni sehemu gani? Gas hao walikuwa wanashughulika na mambo kufuga ng'ombe, kupata maziwa nini, nyama, ndio kwa kazi yao Tanganyika gas. I see. Kwa hiyo mlikuwa mnatoka kule mlikokuwa. Wewe ulikuwa unatoka Tegeta. Kuja Tegeta huko kuja Kawe huko. Zamani nilikuwa nafanya kazi ya daladala conductor, kwa hiyo mkote nilikuwa napita zamani. Unajua kwa conductor daladala sana Bamedi mdao tunabadilishiwa bao. Mara uko Kibaa, mara uko wapi? Ndio kazi ya daladala hiyo. Kweli kabisa. Kwa daladala utamwona huko Mwenge, kesho utamwona huko Tegeta. Kesho unaona huko Gongo la Mboto, yani anabadilisha. Kwa lugha rahisi kabisa, zamani Kawa tulikuwa nakuja Tanganyika gas. Haya magofu unavyoona alikuwa hamna. Yaani umeona hapo tulipo hapo unapokuambia hapo Kawe kuja kwa miguu hapo Japanda hapo. Yaani mida saa 6 saa 7. Lazima wewe mwanaume ndio pite njia hiyo. Kile kikona. Kuna nani, kuna jeshi pale hapo. Jeshi watu walikuwa wanachezea vice hapo, sio mchezo. Longali za mbao hizo. Wamekula sana. Pale kona. Sio mchezo mzee baba. Unapajua pale Kawe. Noma sana. Bana ndio Kawe. Hiyo ndio Kawe mzee. Nimepapenda onekano fulani panaenda kwa hiyo. Ni mji mkongwe pia au? Ni miji ya kijenzi. Unajua kuna miji ya kijenzi. Unajua ni Kawe. Kawe muungana na Mikocheni. Kawe yani Kawe muungana na Mikocheni. Unajua kutoka Kawe hapo. Hapo mimi mzee wa chapo hapo. Naweza nikapita boda tu nikashangaa nimeibuka ITV au East Africa pale. Fika chapo kwa haraka wakale nyewe wadonta kutoka Kawe meza kaja kwa miguu. Lakini ule kuja mjini 2000 uweze kujua chocho za hapa mjini. Chocho zinabadilika mzee wangu. Chocho lazibadilika, lakini sio kama donta hatuwezi kusahau chocho. Na maana unaambiwa ukitaka ujue gumu njia kula nauli. Kwa sababu mara nyingi tulikuwa tuna nauli, lazima ujue chocho nyingi.
Uzimeze zote. Bana, tukiwa tunamalizia kabisa hapa, uwezo ukatuambia sisi ambao ndio first time kufika Kawe kwa miaka hii ya 2020, labda tuseme tutumie miaka 3 nyuma mpaka sasa hivi, kwamba kitu gani kipo sasa hivi miaka 3 nyuma au 5 nyuma hakikuwepo? Yaani Kawe mpaka sasa hivi nikwambie, imeendelea na vitu vingi sana. Ndio. Kwanza ujenzi wa majumba. Ndio. Unaona? Hapa ninapokuambia naona babani, mimi nilikuja mkuu, kuna nyumba za miti pembeni. Sasa tunaona majumba hiyo imejengwa miaka, kuna misheli. Zamani sheli huu ukija kuna dada kwa sababu mafuta huu lazima uende Tegeta ndio upate sheli, au pale Mbuyuni huko kwa hamna sheli, hamna chochote. Lakini sasa hivi mzee baba Kawe ilivyochangamka, sio mchezo. Shule kubwa zipo hapo, si fedha. Yaani kwa hiyo Kawe kuna maendeleo makubwa sana sasa hivi. Ndio tunaingia stendi. Hii Kawe. Kwa hiyo ni mji wa kubadilika kila siku. Kubadilika. Yaani Dar es Salaam. Dar es Salaam kila siku inabadilika. Yaani Dar es Salaam. Nasema tu mfano sana zile sare. Mara leo Kijora, mara kishukuru nasikia Abaya. Kila siku inazidi kubadilika Dar es Salaam. Kubadilika. Sawa kabisa. Asante sana Bwana Abasi. Safi sana mzee. Bana, mimi nimekata takriban kilomita 17 17 kutokea kipande cha Bunju mpaka Kawe. Na hapa ni Kawe, ndugu mshikaji wangu ambao nitazama hivi sasa. Kawe stand. Hapa ndo tumeshukia. Kwa hiyo mimi nilisema isiwe kinyonge, nikaona niseme na mmoja wa mkazi wa haya maeneo ya hapa Kawe. Hiki kipindi ninaenda kipindi cha safari. Mzee wangu shikamoo. Marhaba. Kwema kabisa. Kwema. Mzee wangu, umekula uzi wa timu gani? Nimekula uzi wa timu kama Yanga hivi. Timu kama Yanga hivi. Wanakuita nani mzee? Joni. Wanakuita? Joni. Bwana mimi Joni Mwamba. Bwana Joni. Bwana Joni, sisi ni wakazi wa jiji hili la Dar, lakini ni wageni. Tumekuja mpaka Kawe hapa. Tuna kipindi chetu kinaitwa Naenda, kama t-shirt inavyosoma Naenda. Sasa kipindi chetu ni kwa ajili ya safari, kipindi kinachotembea. Tumetokea wapi? Tumetokea? Umetokea wapi? Lazima ni swali la kwanza umuulize mtu, akikwambia ni mgeni ametokea wapi. Vizuri sana mzee. Sisi tumetokea Bunju. Napajua vizuri. Bunju napasikiaga. Ndio. Unapasikia tu. Unajai kufika? Sijawahi kufika. Una miaka mingapi da? Mimi kwa kweli tangu mwaka jana ndio nimefika hapa. Umefika hapa. Na umefika Kawe tu. Nimefika Kawe tu. Sasa mzee wangu, kwa sababu hujawahi kufika, hiki kipindi chetu pia kinawasaidia watu kama wewe. Yaani sisi uhitaji kufika sehemu. Sisi tunakusafirisha. Kipindi hichi kinapatikana YouTube ya madini.com. Ukiangalia pale utaona kwamba hapa ni Bunju. Tumeshaenda maeneo mengi. Tumeenda Kigamboni, tumeenda wapi? Tumeenda Mbagala. Mbagala umewahi kufika? Mbagala nimefika. Umewahi kufika? Basi kama hujawahi kufika sehemu yoyote ile ambayo nadhani hujawahi kufika, karibu sana kwenye YouTube ya madini.com utazame kipindi chetu. Bana, sisi tunatamani kujua kwanza kitu gani ambacho toka umefika Kawe hapa hujakiona eneo lolote lile. Basi sijakiona kitu chochote. Yaani hapa tu nimetoka Dodoma, kwa kweli najihusisha na mambo ya dini. Mambo? Yaani tu na maana ni karibu wa dini. Kawe kuna mambo ya dini sana. Ndio hivyo, na maana kwamba unajua tu kisha patiwa changamoto. Ndio lazima kuwe kuna jambo ya kusema kwamba nikatatuliwe wapi. Watatuliwe hapo. Ndio. Population ya wageni mnaowapokea kila siku, maana kama umesema ni moja ya maeneo wanaopokea watu wengi kila siku, sio? Kwa sababu ya dini na imani, na hivi tunaelewa vitu kama hivyo. Imekaaje mabadiliko ya watu kila siku? Kwa kweli ina maana kwamba Kawe akija mtu, na maana kwamba ndio maana watu mbalimbali tu, na maana wakija hapa kwa ndugu Mamposa, kwa kweli wanapona tu mwenye matatizo mbalimbali. Kwa hiyo tutegemee kwamba kama nimekutana na mtu leo Kawe, siku 2-3 mbeleni nisikutana naye kabisa. Inaweza kumuona mtu mara moja tu. Kwa kweli hapo bwana, kwa kipengele hicho bado sijakielewa kidogo. Yaani maanisha kwamba mnapokeaje watu kila siku? Unajua kuna maeneo yale ambayo hawa watu wamezoeleka. Nikimwona huyu anakaa hapa, huyu anakaa hapa. Yaani kwa mtazamo wako wewe kwamba umezoea, maana wewe unakaa barabarani kabisa. Kwamba watu nao waona kila siku ni hao au mabadiliko ya watu wanaopokea kila siku kama wageni. Sura mpya yakoje? Sura mpya kwa kweli na kwamba wanaetoka mbalimbali kuna mabadiliko kuwa, na maana kwamba akienda
kwa kiuponyaji anapona. Ndio. Akipona na maana kwamba ndio anaenda kumwambia mwenzie mpaka mwenzie. Mpaka mwenzie. Ni mwendo akamwambiana. Bwana mzee wangu, asante sana, mimi sichukue time lako sana, nimefurahi pia umeniambia jezi ni kama ya Yanga. Ndio. Lakini mimi ni Simba. Ni Simba. Shukrani sana mzee wangu. Unauza nini hapa? Nauza machungwa. Machungwa na vitu vingine kama biashara kawe imekaaje? Kawe kama hivi vinywaji, kuna chakula, kuna nini, kila inaenda sana. Inaenda sana. Sasa mzee wangu, shukrani sana kwa muda wako. Mimi naitwa Bino. Mtazamaji alikuwa ananiangalia mpaka sasa hivi kutokea mwanzo mpaka mwisho wa safari. Behind the camera, ni nyuma ya kamera, anaitwa director Jadax, lakini mtayarishaji wa kipindi cha leo anaitwa Grayson Gideon. Siku yetu ni moja tu, Ijumaa, kupitia youtube.com. Sisi tunakusafirisha kutokea kipande kimoja kwenda kingine. Bunju Kawe, kilomita takriban 17. Wengine wanasema 18, yeye ananiambia 19, nashinda kuelewa, nachanganyikiwa. Lakini kukumbushe upendezaji wa leo, yani kuanzia juu mpaka chini, anaitwa 47 Store, anapatikana Lumo. Washikaji zetu wamehakikisha kwamba sisi vipindi vyetu vyote tunaonekana angavu. Tukutane next time Ijumaa nyingine na wakati kama huu hapa. Hii hapa inaitwa Naenda. Nimekuja Kawe. Wap.